Спасибо большое. Добрый день. Пожалуйста. Пожалуйста. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, na ni baada ya ushindi katika eneo la Kursk, akitangaza kwamba askari wa Urusi wamekuwa wamefanya mfululizo wa operesheni za ujasiri za haraka na za mafanikio katika mkoa huo wa Kursk. Amesema kuwa vikosi vya Urusi vinakamilisha kushindwa kwa jeshi la Ukraine katika eneo hilo, lakini ni kwamba eneo hilo lipo chini ya mamlaka ya Urusi wakati huu. Putin alitangaza kwamba wanajeshi wote wa Ukraine na mamluki wa kigeni wanaofanya kazi katika eneo la Kursk wamechukuliwa kuwa magaidi. Amesisitiza kwamba ukatili wao ulistahili uchunguzi wa kina. Maendeleo katika mkoa wa Kursk juu ya uhalifu wa Kiev. Wanajeshi wa Urusi hivi karibuni wamefanya operesheni kadhaa za haraka za kijasiri na zenye ufanisi, na sasa wanakamilisha juu ya kuhakikisha eneo hilo lipo katika mamlaka yao. Putin amewataka waendesha mashtaka kuhakikisha kwamba watu walioathiriwa katika eneo hilo na utawala wa Kiev wanapata uungaji mkono kamili. Ninaomba waendesha mashtaka kufuatilia kwa makini kwamba watu wanapokea fedha zinazohitajika mara moja na kwa ukamilifu. Wanapaswa kupewa nyumba za muda na za kudumu haraka iwezekanavyo, Putin anasema. Rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin alitembelea eneo la Kursk, moja kati ya maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa Ukraine tangu mwezi Agosti mwaka 2024, na wakati huu akatoa amri kwamba lazima vikosi hivyo vya Ukraine viondolewe mara moja katika eneo hilo la Kursk. Rais Putin alitangaza kwamba wanajeshi wote wa Ukraine na mamluki wa kigeni katika eneo hilo la Kursk wanapaswa kuitwa magaidi. Ukatili waliofanya lazima uchukuliwe na urekodiwe na kuchunguzwa kwa kina, alisema Putin. Aliwaagiza waendesha mashtaka pamoja na wale wa kijeshi kuweka kipaumbele hiki na kuratibu kazi na huduma zingine katika maeneo yaliyokombolewa, akitaja hasa Suza na makazi mengine. Wahalifu wote wa Ukraine lazima waadhibiwe. Wahalifu wale waliotoa amri za uhalifu na kuwatesa raia wenye amani lazima watambuliwe na hatimaye kufikishwa mahakamani. Kupambana na ugaidi ni muhimu. Kuongeza ulinzi wa miundombinu ya viwanda na usafirishaji pamoja na maeneo ya umma kutokana na ongezeko kubwa la vitisho vya ugaidi ni muhimu pia, anasema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Amesema zaidi kushughulikia ufisadi. Putin alihimiza ofisi ya mwendesha mashtaka sio tu kuongeza mapambano yake dhidi ya rushwa, lakini pia kuzingatia mazingatio maalum kufuatia matumizi ya fedha katika miradi ya kitaifa na utaratibu wa ulinzi wa serikali. Juu ya mizinga ya mashambulizi ndani ya Ukraine, amesema kwamba meli mbili za mafuta ambazo zilifuatiliwa na kumwagika kwa mafuta katika Bahari Nyeusi mwishoni mwa mwaka uliopita ilionyesha madhara makubwa ya kupuuza sheria za usalama na uzembe kwa watu asili na uchumi. Lakini pia ameeleza juu ya utayari wa kupigana. Waendesha mashtaka wa kijeshi wanapaswa kukuza nidhamu kama madereva muhimu zaidi na utayari wa juu ya mapambano. Kazi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Putin alibainisha kuwa kuna idadi ya malalamiko yaliyopokelewa na ofisi ya mwendesha mashtaka ambayo iliongezeka kwa 10% mwaka 2024, lakini amesisitiza kwamba idadi ya kesi zilizohukumiwa na waendesha mashtaka pia iliongezeka. Aidha, Putin amesisitiza kwamba taarifa zote zilizokusanywa na waendesha mashtaka zitumike kuchanganua masuala muhimu na ya kawaida yanayowahusu wananchi. Alitoa wito wa masuala ya kina akisema ni muhimu kwamba matawi yote ya serikali yajibu ipasavyo kwa umahiri na mara kwa mara kwa maombi ya wananchi. Pia ni muhimu kushughulikia kila hali mahususi. Juu ya huduma ya afya, Putin aliagiza ofisi ya mwendesha mashtaka kuendeleza na kusimamia manunuzi ya kisheria ya vifaa vya taasisi za matibabu na kuhakikisha upatikanaji wa dawa bila kukatizwa. Alisisitiza haja ya waendesha mashtaka kujibu mara moja ukiukwaji wowote katika sekta hii. Endelea kuwa nasi mtazamaji, ila usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote.